إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في ميميته: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أحلى حياة للعبد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. وقال في موضع آخر: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. أيها الناس عباد الله، الإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى ameandika kitabu kwa mfumo wa mashairi. Akaandika katika mashairi hayo kitabu hicho alichokiita Al-Mandumatul Mimiyah في الوصايا والآداب العلمية، akitaja ndani yake fadhailul ilm wa ahli, fadhila za elimu na wale waliobeba elimu. Faqala rahimahullahu ta'ala: al-ilmu ashrafu matlubi, elimu ni jambo tukufu zaidi lenye kutafutwa. Wa talibuhu, na yule mwenye kuitafuta elimu, lillahi akramu man yamshi ala qadami, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana utukufu zaidi kwa yule ambaye anatembea katika kwa nyayo zake. Al-ilmu nurun mubin, elimu ni nuru iliyo wazi. Yastadhi'u bihi, wanaojiangazia nayo ilmu hiyo ahlu saada, wale watu wa saada. Waljuhalu fi dhulami, na wajinga wapo katika giza. العلم أحلى حياة للعباد
elimu ndo maisha ya juu kwa waja, kama ahlul jahala, kama ilivyokuwa watu wajinga, amwatun bijahlihim, ni wafu kwa sababu ya ule ujinga wao. Hizi ni beti zilizofatana. Kisha katuambia sehemu nyingine alipokuwa akitaja mirathi ya elimu, akatuambia rahimahullahu ta'ala, liannahu, kwa sababu ilmu irthun haqqun daimin abada, ni mirathi ya haki yenye kudumu milele. Wama siwa, na mirathi isiyokuwa mirathi ya elimu, ila al-ifnai wal-adam, humalizika na kupotea. Haya ni maneno aliyoyataja al-Imam Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala, akitaja fadhila, ubora, utukufu wa jambo la ilmu na wale waliobeba elimu ya kisheria. Walimala, na kwa nini asisifie al-Imam Hafidh ibn Ahmad al-Hakami, وقد فضل الله جل وعلا العلم وأهله, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha ilmu na akawafadhilisha ahlul ilmi ala sairi al-ibad, juu ya waja wengine. Wao wakawa ni bora zaidi kuliko wasiokuwa wao wenye elimu. Fastashhada Allah subhanahu wa ta'ala, akataja ushuhuda Allah subhanahu wa ta'ala ahla al-ilm, akawapa ushuhuda wenye ilmu ala afdali mashhudin bih, juu ya jambo lililokuwa bora zaidi la kushuhudiwa, wa huwa at-tauhid, nalo ni jambo la tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amekiri na ameukubali ushuhuda wa ahlul ilmi juu ya jambo kubwa zaidi, bal huwa a'la darajati al-ma'ruf wa a'dhamuha, bali ni jambo la juu sana katika mema na ni kubwa zaidi, at-tauhid. Allah kaweka ushuhuda wa ahlul ilmi, wa qarana Allah subhanahu wa ta'ala bishahadatihim, na akaambatanisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushuhuda wala waliobeba ilmu bishahadatihi subhana, kwa ushahidi wake yeye Allah subhana, wa bishahadati malaikatihi, na ushuhuda wa malaika wake. Faqala jalla fi ula, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, at-tauhid. Kadhalika al-malaika wakalishuhudia hilo, kadhalika ahlul ilmi wakalishuhudia hilo. Hali ya kushuhudia kwa uadilifu ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye jina la aziz, mwenye jina la hakim. ففي هذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم. akaanza kutaja Allah shuhuda wake mwenyewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu zaidi. Akataja ushuhuda wa al-malaikatul kiram, ushuhuda wa malaika. Kisha akataja nafasi ya tatu, ushuhuda waliobeba ilmu. Fakafahum dhalika sharafan wa fadla wa jalalatan wa nubla. Yatosha kwa ushuhuda huu wa kuambatanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuambatanishwa na malaika, yatosha kwamba ilmu ni bora na waliobeba ilmu ni wabora kuliko wasiokuwa wao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ilmu hii huwainua daraja waja wake يوم القيامة
wakawa bora kuliko wengine, bali Allah subhanahu wa ta'ala huinua utajo wao duniani wale waliobeba ilmu. Hata kama miaka itapita na kupita, lakini athari yao itabakia milele. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, na anawainua Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopewa ilmu. Allah huwainua kwa daraja nyingi mno, wakawa ni bora dhidi ya wengine bisababi ilmu, kwa sababu ya ilmu Allah akawainua. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akakataa katakata kuwaweka sawa wale walioamini dhidi ya wasioamini. Hawawi sawa katika kila jambo, hawawi sawa na wala hawatawekwa sawa. Kwa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Ama yule ambaye anayesimama kwa unyenyekevu akiwa anasali nyakati za usiku, akitahadhari akhera na akitaraji rahma za Mola wake, waambie hao, hal yastawi alladhina ya'lamun, ay hal yastawi alladhina ya'lamuna rabbahum wa dinahum alhaq, hivi wanakuwa sawa wale ambao wanamfahamu Mola wao na wakaifahamu dini ya haki dhidi ya wasioyafahamu hayo? Haya watayakumbuka na kuyafahamu ulul albab, ulul basira wal uqul salima, wale wenye maono na wenye akili iliyosalimika, hum ahlul ilm. Allah kakataa baina ya alulama wal juhal, na zimekuja ayatun kathira kwenye kutaja jambo la fadhila ya ilmu na jambo la fadhila za wanawachuoni. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ahadith mutawafira akitaja fadhail al-ilm wal ulama. Anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ عمله لم يسرع به نسبه. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeyote yule ambaye atakayepita njia akawa anatafuta katika njia hiyo ilmu, akashika njia yake akitafuta ilmu ya kisheria, kumfahamu Mola wake, kumfahamu mtume wake salawatullahi wa salamuhu alayhi, kuifahamu dini yake ya Uislamu kwa usahihi wake, Allah azza wa jalla atamwepesishia huyo katika njia yake hiyo, njia ya kuelekea janna. Na hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wakiwa wanasoma Qur'ani, wakisomeshana baina yao, isipokuwa watu hao huteremkiwa na utulivu wa nafsi zao, utulivu wa ibada zao, utulivu wa itikadi zao. Lakini kadhalika jambo la pili ambalo talipata watu hawa, hufunikwa na rahma zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika huzungukwa na malaika na hutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akijifakhari Allah huko juu alipo, kuonesha fadhila na utukufu wa ilmu. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka mara moja, kama ambavyo hadithi yataja Uqba ibn Amir
radhiyallahu anhu akawakuta watu ahlus sufa walio katika msikiti wa Mtume sallam wamekaa nyuma ya msikiti, wamejitenga huko kwa kuwa hawana pa kulala, amewaweka huko Mtume sallam. Akawatokea akawaambia, afala yuhibbu ahadukum an yaghduwa ila al-buthan, afala yaghdu ahadukum kulla yawmin ila al-buthan au ila al-aqiq fayakhudhu minhu binaqatayn kawmawayn min ghairi ithmin wala qat'i rahim. Hivi hapendi mmoja wenu nyinyi aamke asubuhi aelekee Buthan kila siku au aelekee Aqiq, huko ambapo kuna masoko ya ngamia, aende akachukua ngamia wawili walionona pasina kukata koo wala madhambi yoyote, bure kabisa, atoke aende bure kabisa akachukue. Yani mithili wewe uambiwe utoke nyumbani kwako baada salati al-maghrib uje msikitini hapa utapata 2,000,000 kila siku bure kabisa, pasina tatizo lolote, unapewa na saini wachukua waondoka kila siku. Nani hapendi miongoni mwenu? Masahaba wakasema nuhibbu dhalik, tulipenda hilo. Akawaambia Rasul alayhi salatu wassalam, afala yaghdu ahadukum ila almasjid fayalam au yaqra ayatayn min kitabillah khairul lah min naqatayn wa thalathun khairul lah min thalathin wa arba'un khairul lah min arba'in wa min a'dadihin min al-ibil. Hivi haamki mmoja wenu akaelekea msikitini akazijua au kuzisoma aya 2 kutoka kwenye kitabu cha Allah, akatoka huko akaja hapa akasomeshwa aya 2, ni bora zaidi kwake kuliko kupewa ngamia wawili walionona, na kwa mfano wetu kuliko kupewa 2,000,000 na zaidi. Aliyesoma aya 2 kwenye kitabu cha Allah, huyu ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aya 3 ni bora kuliko ngamia 3, na aya 4 ni bora kuliko ngamia 4, na idadi ya ngamia itakayokuwa, idadi ya aya ni bora kuliko idadi ya ngamia. Akiyataja haya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umuhimu wa jambo la kusoma, na akitaja fadhila za kusoma ilmu ya kisheria, fadhila za ilmu na waliobeba ilmu. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. hii ni fadhila ya ilmu, lakini ilmu gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja? Ilmu tib, ilmu alhandasa, au ilmu gani ambayo Allah anaitaja kwenye Qur'ani al-Karim na kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakafahamu wema waliotangulia ilmu gani, mpaka kufikia kusema al-Imam al-Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, ولم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة من العلم والفقه. hapajapatapo mtu kupewa duniani kitu kilicho bora zaidi kuliko unabii, na baada ya unabii kilicho bora zaidi ni ilmu na fiqh. Ilmu gani inayokusudiwa hapa? Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani al-Karim, ambayo Qur'ani tunayo mikononi mwetu, kwa kuwa watu si wasomaji na wala jambo la kusoma haliwashughulishi, hawafahamu kwamba Allah kwenye Qur'ani al-Karim ameifarikisha na kutofautisha ilmu, lakini wakaja wanaharakati wakaandika vitabu. Kuna kitabu kinaitwa Muongozo wa Uislamu, kimeandikwa hapa pa Tanzania. Waandishi wa kitabu hicho wakitokea chuo fulani, sina haja kukitaja, wakataja ndani yake mule kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutofautisha baina ya ilmu,
ilmu zote ni sawa, na Allah ameamrisha jambo la kusoma, wakitoa ushuhuda wa aya Allah, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Naam, Allah ameamrisha kusoma. Ilmu gani aliyoiamrisha na kuikokoteza? Wanaharakati wakaja wakatutoa katika usawa, wakatuingiza katika mambo mengine, kwa kuwa ni watu ambao hatuna maarifa, tukabeba yale ambayo kwetu yapendeza, tukaacha usawa wa mambo. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani al-Karim anatuambia ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hao wanajua, ya'lamuna, wanajua, indahum ilm, wanajua dhahiran min al-hayati ad-dunya, ilmu ya nadharia, elimu ya dhahiri katika mambo ya dunia. Ukiwauliza masala ya uinjinia na uhandisi, wao ni wenye kujua zaidi. Mambo ya utibabu, mambo ya uchumi, mambo ya kilimo na biashara, hao ni wajuzi zaidi. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya. Ukimpa hichi kiwanja, naomba unijengee nyumba ya ghorofa 3, atakwambia ardhi hii haikubali ghorofa 3. Hata hajajenga bado, kwa kuiangalia na kuipima akaijua. Ni wajuzi mno. Ukimpa kipande cha ardhi, hapa nataka kulima matikiti, anakwambia la, ardhi hii ni ya tungule, sio ya matikiti. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya. Ukimwambia dokta, mimi naumwa na tumbo, anakwambia hiyo ni gesi, kuna 1 2 3. Wanafahamu, wanajua. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Na wao kutokana na ilmu ya akhira wameghafilika nayo. Aya hii ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi nani kaifahamu mfano huu? Ni mfano hupi ambao ni sahihi kupiga? Maana wachuoni gani alitangulia kututajia kwamba hii aya inafarikisha baina ilmu ya kisheria na ilmu al-asriya au ilmu ilmania? Nani ametutangulia kabla yetu? Kifungua kitabu tafsir ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwenye tafsiri yake akatuambia maneno yafuatayo mbele ya aya: aktharu nnas laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa makasibiha wa shu'uniha wa ma fiha. Aktharu nnas, wengi ya watu. Kama ni kiwango cha 100%, tukaangalia 1% ngapi, tutapata 99%. Aktharu nnas laysa lahum ilmun, hawana elimu, illa bidunya, isipokuwa ilmu ya dunia, wa makasibiha, na machumo ya dunia, wa shuuniha, na mambo ya kidunia, wa ma fiha, na yaliyo ndani ya dunia. Wakiulizwa waielezee dunia yao, watakuelezea. Fahum huzzaqun athkiya, wao ni mahodari waliobobea, ni wabobezi mahodari. Biduniyahum, kwa dunia yao. Fi tahsiliha, kwenye kuipata dunia. Wa wujuhi makasibiha, na namna ya kuichuma dunia. Wao ni wajuzi mno kwenye kuichuma dunia yao. Wahum ghafilun, na wao ni wenye kughafilika amma yanfa'uhum fi dari al-akhirah, kutokana na lile ambalo litawanufaisha akhera. Kaanna ahadahum, kana kwamba mmoja wao mughaffalun, ameghafilishwa, la dhihna lah wala fikra, hana akili wala fikra, namna alivyobobea dunia. Hadhiq bidunia, ni mbobezi wa dunia yake, ana kiwango cha elimu cha PhD. Ya nini? Ya accountant. Ya nini? Ya udaktari. Ya nini? Ya biashara. Ya nini? Ya handasa.
hawa madhmumun, wamesemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al-Allama Ibn Kathir rahimahullah akatutajia mfano mzuri aliyopiga at-tabi'i al-jalil al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, akatuambia wallahi la balagha min ahadihim, na hapa kwa Allah inafikia kwa mmoja wao anayefahamu dunia yake, la balagha min ahadihim, yafikia kwa mmoja wao, yaklibu dirhama fi dhufri, anaibadilisha na kuigeuza geuza dirham katika kucha zake, anachukua pesa ya fedha au dhahabu kipande akikizungusha kwenye kucha zake, fayukhbiruka biwazani, kisha nakwambia hii ina uzito gramu kiasi fulani, kabla hata ya kuwekwa juu ya mizani. Kwa kuwa ni mjuzi mno, akiona tu anafahamu hii ina wazini fulani, kwa dirham hii ina gramu fulani pointi ngapi, na ukiweka ni sawa sawa. Hadhiki bidunia wama yuhsinu an yusallia, akatuambia al-Imam al-Hasan al-Basri, wala hajui kusali wala haogopi, lakini dunia yake ni mjuzi mno. Ndiyo hali za watu wengi sasa hivi, jamii ya watu wengi ipo hivyo. Na ndio maana kuna mambo ukiyazungumza, hadithi sahihi ima kwenye sahihu al-Bukhari, wallahi al-azim watu hawajui, si watu wa ilmu, si watu wa kupatiliza ilmu, ni wenye kuishi tu basi wao na watoto wao wakaishi namna hiyo. Usitegemee jamii ikawa sawa sawa ikiwa jamii yenyewe ipo katika hali kama hiyo. Ustaarabu, maneno haya hupenda kuyasema, ustaarabu unaojulikana na jamii yetu ni yule ambaye walau amemaliza kiwango cha degree. Huyo ni mstaarabu katika jamii za Wazanzibari na ujumla wa dunia sasa hivi. Alau degree, utaingia kwenye vikao, utashauriwa. Ukipanda daraja ya master kwa dunia yako, wewe ni mtu wa pekee. Ukipanda daraja ya PhD, wewe ni mtu ambaye wa kivingine, na ukiwa profesa, wao ni sawa, kwa wao ni Mungu, huwezi kupingwa, ulisemalo ni la sawa. Lakini hujui kutia udhu katika dini, wewe ni mwehu na ni mpumbavu. Hata kama una PhD, kama hujui kutia udhu sahihi, kwetu sisi wewe ni mwehu na mpumbavu, la qimata lak, huna thamani kwetu sisi. Waislamu tuamke, Waislamu tusomeni, tufahamu Uislamu wetu. Watu waje madarasani wasome, hii itakuwa ni saada, na jambo hili litapelekea kuishi maisha ya sawa duniani na akhera. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutie himma, atujalie tuwe na ghira na dini yetu. Haujachelewa bado, umri wako uliokuwa nao, tafuta darasa usome, ili Allah subhanahu wa ta'ala atakapokudiriki wewe kwa mauti iwe amekuridhia. Walhamdulillahi rabbil alamin.